We Mzaramo. We njoo mimi na ubuyu bwana we. Daizo. Ndugu yangu. Inakuaje ndugu yangu? Kimenikaba hapo. Unaona? Wewe njoo nikwambie, njoo nikwambie. Lazima kosi kwa na ubuyu hapa ndugu yangu. Ripoti vipi? Safi kwema. Mambo yanasemaje? Ase pole. Kuna jambo gani? Unanipa pole kwani mimi naumwa? Oe. Kuna nini tena? Niliyoyaona. Umeona nini ndugu yangu? Salama vipi? Wewe ndugu yangu. Inakuaje mwanangu? Kama kawa. Fresh. Karibu. Mbona leo kama kuna ugeni uso? Yaani leo siku yangu inaonekana kama siku yangu ya baraka vile. Ni aje mwanangu lakini? Kama ripoti zinaenda. Kwa ndugu yangu Daizo ulisema kuna kitu kimekukwama hapa. Nilikuwa nataka maji. Ushaanza. Haki ya Mungu nilikuwa nataka. Ushaanza. Nilikuwa nataka maji. Maji kweli? Maji tu. Yaani maji ndio kufanya sema na kitu kooni kimekukaa. Mamtu. Wewe. Ndio tabia gani unapita bila kusalimia wageni? Na mimi nakusalimia utaki na kuniitikia. Wewe mwanamke umefundwa na nani wewe? Pumbavu kabisa. Hawa watoto 2000 wana shida sana, watoto 2000 hawa. Yaani anapita hapa kuwasalimia ndugu zangu. Hivi jamani, kwa hiyo shida yako ilikuwa ni maji tu? Shida maji. Na wewe ndugu yangu. Mimi fresh. Fresh. Kwa ni maji tu? Maji. Ngoja akakuchukulie maji. Ngoja akakuchukulie maji. Sawa. Ndugu zangu wamekuja leo. Wewe pale umekuja kufanya nini pale? Kaka, mimi si nimekuja kutembea tu kwa rafiki yangu. Kutembea pale unataka umwambie maneno gani pale? Kwa wewe baada ya kutuona kule, ukasema ukimbie moja kwa moja uje umwambie mume wake, si ndio? Mimi sijawaza hivyo kaka, sijawaza hivyo hata kidogo. Wewe umekuja kumwambia mume wake. Mimi nimekuona kabisa unataka umwambie pale. Mimi simwambie, haki ya Mungu. Mimi afu nimeona kama bahati mbaya. Hivyo vingine tufanye vimepita na hapa hivi. Haki ya Mungu wapi? Mimi nakujua wewe vizuri. Kwa hiyo unataka kunigombanisha na jamaa yangu? Yule mimi ni rafiki yangu hivi. Sasa unataka unigombanishe? Asaro kuambia mgafanya ni nani? Nyesi mmefanya. Niseme. Wewe ulikuwa na lengo gani? Kuja kumwambia? Mimi nilikuwa nimeenda kuomba maji bwana. Ulikuja kuomba maji? Yaani umetupiga jicho mara moja nikakuona umekimbia, kumbe umekimbilia kwake huko kwa mume wake, si ndio? Sikiliza, mimi nimepita kama bahati mbaya. Sasa ole wako. Nakwambia ole wako. Nije niasikie tena. Nakuja kukupiga vibaya wewe. Hasa ndo unanionea hivi. Wewe tulia uone sasa nakwambia. Wewe utajua mimi simwambia haki. Nakwambia ngoja uone ukisikia hayo maneno nakuja nikupiga vibaya wewe. Sawa, cheki. Sawa. Mimi nakwambia nakuapia tena kuja kukuumiza vibaya. Mdomo nimefunga. Sawa, nakwambia tena rudia tena kuja pale. Nikukute. Nitakuja baadaye tena nikukute. Basi bwana. Ole wako, nakwambia ole wako. Jamaa. Sasa narukwambia ufanye ni nani? Nenda mtafuta mke wako. Subiri ngoja. Na hivi mke wako ni Muislamu swali ya duni yule kila siku yuko msikitini. Na mtafuta nimwambie. Yaani mwanaume alipendeki. Muda wote tu na wanawake hafra mke wa rafiki yake. Haki ya Mungu. Na una relax. Subiri. Ayaya kuolewa, kurudi nyumbani kutembea. Waheri baba na mama kuona majaliwa. Mke wangu. Mbona umekaa huko? Waheri baba na mama kuona. Mbona mafumbo tena? Hebu sikiliza kwanza. Sikiliza bwana. Shavurugwa. Mimi shavurugwa huko. Unisikilize. Asije kutokea mjinga yoyote kuja hapa kudanganya. Sawa, na wewe ukakubali yote. Unanielewa? Asitokee mjinga yoyote kuja kukumezesha maneno ukaja kukubali. Shavurugwa huko. Sawa, umenielewa nilichokwambia lakini? Mbona sikuelewi mume wangu na nini? Ndio hivyo nielewe. Nishakwambia asitokee mtu kukwambia maneno yoyote ya ovyo hapa ukaja kuyakubali. Nakwambia mapema kabisa hapa. Mimi naenda huko. Hamna kwenda, subiri kwanza. Tuelewane. Kuna kitu. Na kujua vizuri mume wangu kuna kitu. Umeshaharibu huko, unakuja kujiosha kwangu. Na kujua vizuri sana. Mimi ndo nakwambia sasa unisikilize ninachokwambia. Kwa nini hutaki unielewa lakini? Kwa nini unielewi? Alafu mbona hilo shati umeligeuza?
Shati gani tena? Ili umeme si ulikata usiku, nimekosea jinsi ya kuvaa, itakuwa ndo nimegeuza hivi. Wewe umeondoka asubuhi kwa upe wewe. Nimekosea, nilikuwa na haraka mke wangu, nilikuwa na haraka. Mbona unijaji tena? Shida nini? Nimekwambia wewe, nishakuelekeza maneno nilikwambia. Sikia nikwambie Mr. Ngoja. Usidanganyike. Mtu yote akija, najua tu yatatokea. Najua tu siku ya leo. Kwa hiyo usije kudanganyika kabisa hapa. Mimi nimekuelewa. Lakini kama kuna kitu umefanya huko mtaani, mimi nitakuja kujua mapema sana. Na unadhijua adabu zangu zilivyokuwa fupi. Tutaoneshana. Tutaumizana. Kwa niambie tu ukweli kilichotokea au ulichokifanya. Hakuna kitu chochote, lakini nakwambia unielewe. Zingatia ninachokwambia. Sitaki kupingwa, zingatia ninachokwambia. Na kuachia kazi mimi. Naenda mara moja hapa. Njoo kwanza bana. Unasemaje tena? Nina haraka, kuna mishe zangu naenda kupiga hapo. Wewe unajua ulichokisahau? Kitu gani? Kitu gani tena nimesahau? Mimi nataka. Unataka nini tena? Mida ya kazi. Kazi gani? Ujumbe niliokuja kukupa ndio huo, zingatia. Mimi naenda kazini huko. Wewe kama kuna jambo au kunakwambia tena. Ananijua vizuri. Na ninamsubiria arudi. Kipo kitu alichokifanya. Wewe Mama Juma? Naam. Nenda wapi? Nikusema. Njoo mama. Hivi mke wangu, kuna mambo nataka nikushirikishe. Daizo hapa amekuja. Baada ya kufika, kaniambia kuna jambo kimemkeleketa hapa. Yaani kwa maanisha kuna ubuyu alikuwa anataka kunipa. Lakini ghafla tu akaingia yule nani Mr. Ngoja yule. Baada ya kufika Mr. Ngoja tu, lile jambo hajalisema, akaniomba maji. Hivi wewe mke wangu unaelewa kuna jambo gani hapo? Wewe unaweza kaisi? Yaani nikajua nilete kitu cha maana, kumbe unanitia ujinga. Sasa marafiki zako hao. Mpumbavu kabisa. Yaani mimi nakushirikisha katika vitu vya msingi, tupate mjadala unaoeleweka. Unaita upumbavu nayo shinda kusikiliza. Angalia kwanza. Na kingine naye. Ila ngoja mimi nitalijua ile jambo. Wewe subiri. Yaani siwezi kukaa kizembe hivi. Waniletea upumbavu yaani kila rahisi tu matukio yanatokea nyumbani kwangu alafu wananilio. Wewe ngoja, nitalijua ile jambo. Karibu. Za hapa jamani. Salama. Kwema? Vipi, yupo? Mume wangu ametoka. Katoka? Karibu kukaa. Safi sana. Safi sana. Safi sana. Kwema? Kwema. Wazima kabisa. Wazima. Okay, sasa na kitu nataka nikuambie. Nasikia kuna kitu nimekiona. Unanielewa? Kabla ya kusema una 2000. Kwanza wewe nani? Na unataka nini? Sasa mimi kwangu umbea marufuku. Si unanielewa Taarifa zako nimezipata muda mrefu na kipenzi my husband, mume wangu Mr. Ngoja. My husband, my carpet.